Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Anaongea hapa nabii wa haki katika kizazi cha mwisho. Namtukuza Yesu kwa wakati huu mzuri. Naomba nizungumze na wewe ambao unanisikiliza kwa wakati huu. Naomba nizungumze kwa kifupi sana kuhusu hekalu la Roho Mtakatifu. Nyumba ya Roho Mtakatifu. Naomba nizungumze kwa namna hiyo kwamba kila mwanadamu, kila binadamu anapokuwa anamkiri Kristo, anapokuwa anampokea Kristo, huwa anapokea Roho Mtakatifu. Roho Mungu anapokuwa anakushukia, huwa anashuka katika hekalu lake, nyumba yake. Kwa hiyo wewe Mkristo ambao unaamini Kristo, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba, ni makao, ni makazi ya Roho Mtakatifu. Sasa ikupasa uishi vipi ili kumaintain, ili kutunza nyumba katika usafi ambao ndio wewe, ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana asifiwe. Naomba nikusomee katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 kwamba hamjui kwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndio ninyi. Kwa hiyo Bwana anaweka wazi kwamba Mkristo, mtu ambaye anaamini kwamba Yesu ni Bwana na anamkiri Kristo, yeye ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapo ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Wa nyumba ya Mungu aishie. Kumbuka Mungu akai katika majengo. Zamani alikuwa anakaa katika majengo na maskani, lakini leo hii anakaa katika nyumba ya Roho Mtakatifu ambayo ni mwili wako wewe, ambao ni mwili wako wewe. Ameweka wazi kwamba hao hamjui. Na kweli kwa wengine ambao hawajui kwamba wao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa wanakoto wakiishi maisha ya hovyo sana, machafu. Kuna mtu anakuwa anaharibu hekalu la Roho Mtakatifu bila kujua kwamba anaharibu. Na Mungu anasema kwamba mtu ambaye anaharibu hekalu lake naye lazima aharibiwe. Haleluya. Imeandikwa kwamba hawa hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kwa Kristo ambaye kapokea Roho Mtakatifu, Roho Mungu anakaa ndani yake ambaye katika mwili wake. Kwa hiyo maswala kama Mungu anaangalia moyo, angalia mwili, huo ni uongo. Huo ni upagani. Huo ni shetani. Anasikia? Wewe ni hekalu. Kumbuka kama ni wewe umejenga nyumba, alafu ndani unapangalia, alafu nje ufanyie usafi. Ufai, haufai katika jamii pia. Sasa Mungu pia anasema kwamba ninyi miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unaona? Sasa kwa nini unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu? Tunakuona kwamba hichi kiache, huelewi. Mungu amesema kwamba na ameahidi kwamba mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa hiyo kama unaharibu mwili wako wewe, kama unaharibu mwili kwa njia moja ama nyingine, Mungu atakuharibu na mbinguni utapasikia tu. Anisikiliza? Kwa hiyo lazima uje kufanyia usafi mwili wako katika roho na katika utakatifu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hekalu la Mungu au nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu ni Roho, anakaa ndani yetu, katika miili yetu. Nyumba yake, hekalu lake ni mwili wako wewe. So lazima umaintain katika utakatifu huo mwili, maana huo mwili ni mali yake Bwana. Ni mali ya Kristo. Haleluya. Wewe sio mali yako wewe. Huo mwili sio mali yako wewe. Huo mwili sio mali yako. Kwa hiyo mtu akaribu hekalu la Mungu, Mungu ataribu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu. Kwa hiyo Bwana anatoa wito wa kuwa mtakatifu. Kwa sababu mwili wake nyumba yake ambayo ni mwili wako wewe, lazima uwe takatifu. Ili Bwana akae katika mwili wako kama hekalu lake, lazima mtakatifu, mwenye haki, mwombaji. So you must follow what the Lord says. Lazima uishi kama Mungu anavyotaka. Haleluya. Bwana anaingiza utakatifu katika miili yenu. Sasa kuna vitu vinaharibu hilo hekalu. Kuna mambo yanafanya unajisi katika mwili huo ambao sio mali yako wewe. Mwili sio mali yako.
ni hekalu, ni nyumba, ni makao, ni makazi ya Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini unaharibu hekalu Roho Mtakatifu? Kwa nini unachafua nyumba Roho Mtakatifu? Kwa nini uharibu hekalu la Mungu? Alafu tena kama utaingia mbinguni, mbingu ipo utakaingia wewe. Unaharibu nyumba ya Mungu alafu ingie mbinguni. Mbingu ipi? Unaingia mbingu ya nani? Nakuuliza. Wakati mwingine kwenye hekalu ni nyumba ya Roho Mtakatifu, anakaa ndani yako, anatembea ndani yako. Alafu unaishi maisha ambayo ni machafu ya hovyo. Alafu utaimeka kama utaingia mbinguni. Mbingu ipi? Hapana. Sio mbingu ya takatifu. Sio mbingu ya Mungu wa Israeli, mtakatifu Jehova Yahweh. Sio Mungu. Sio mbingu ya Mungu aliye hai. Kama unaharibu nyumba yake na kuharibu hekalu lake, mbingu pasahau. Kwa hiyo mshirika wa kusali na kuondoka, lakini mbingu hautaingia kwa sababu unaharibu nyumba yake. Naomba kusoma pia andiko moja hapa linasema kwamba tusome wa Korintho wa kwanza sura ya 6 kuanzia mstari wa 18. Nasema kwamba ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo umesikia kwamba Bwana anasema kwamba ikimbieni zinaa. Kwa nini ikimbieni zinaa? Kwa sababu ni dhambi ambayo fanyika ndani ya mwili. Mwili ni nini? Ni hekalu, ni nyumba Roho Mtakatifu. Alafu unaharibu kwa sababu zinaa. Una boyfriend, una girlfriend. Mnakisiana, mnakumbatiana. Eti mchumba. Hamna ndoa. Unakaa na binti kwa haufaniki. Hapana. Hiyo ni zinaa. Ni dhambi ya zinaa, ni dhambi ya ngono. Kwa lazima unajue kwamba zinaa inaharibu hekalu la Mungu, sababu ni dhambi ifanyikayo ndani, sio nje. Haleluya. Bwana asifiwe. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo ambaye ajichua punyeto hizi, pornographies, hizo ni dhambi ambazo zinaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Dhambi za machoni. Uovu unaweka katika mbele ya macho yako. Movie inaua macho. Kumbuka Yesu akasema kwamba macho au jicho ni taa ya mwili. Kwa hiyo unapangalia zile movie zinakuua, zinaua nuru ya macho, zinafanya wewe kipofu. Kwa hiyo tayari hapo usharibu hekalu la Roho Mtakatifu, ambayo ni nyumba ya Mungu aliye hai, mtakatifu wa Israeli, Jehova Yahweh. Kwa hiyo unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Hata macho ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani mwili una compose au unahusisha macho, masikio, mapua, mikono. Wote ni mwili, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ambacho unakishika ambacho ni kiovu, ndio kwamba hapo unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Ambacho unakiona au unachokizungumza, unachokisikia, muziki ya dunia ambayo unaisikia, unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu na masikio ni nini? Ni nyumba, ni mwili. Huo ni mwili ambao una compose masikio pia. Kwa ambacho unakisikia kinaharibu mwili wako. Haleluya. Kwa muziki, movie, filamu, game hizi zina kuwa na boyfriend na girlfriend ni kuharibu hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu mnakuwa mnakishana, mnakumbatiana, mnafanya zina, ngono, punyeto, vile za ngono. Unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. So you must repent. Lazima tubu urejee kwa Yesu Kristo. Haleluya. Anasema kwamba hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi sio mali yenu. Sikia hapa. Wala ninyi sio mali yenu wenyewe. Kwa hiyo swala kwamba Mungu angalii mwili, anaangalia moyo, huo ni uongo wa shetani. Hapa Bwana ameweka wazi kwamba wala ninyi sio mali yenu wenyewe. Mwili wako sio mali yako wewe. Huwezi kujiremba unapotaka wewe au kuingia mbinguni. Sahau kabisa, sahau. Anasema kama ninyi sio mali, wewe sio mali yako. Mwili sio mali yako wewe. Ni mali ya Mungu mtakatifu wa Israeli. Kwa hiyo unaharibu hekalu lake kwa mapambo, makeup hizi, wanja, lipstick, wigi,
unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Kusuka nywele hizi, rasta, unaharibu hekalu la Mungu aliye hai. Na Mungu lazima pia akuharibu. He must destroy you in hellfire. Kuzimu ipo na mbingu ipo. Kwa sababu Mungu atakuharibu kuzimu milele yote. Haleluya. Anaweka wazi kwamba ninyi sio mali yenu wenyewe. Kwa hiyo mwili sio mali yako, mwili sio mali yangu mimi. Mwili wako sio mali yako wewe. Ni mali ya Mungu aliye hai. Kwa lazima ucontrol mwili, utunze mwili kama Mungu anataka, sio kama anataka wewe. Wewe sio mali yako. Ni mali ya Mungu aliye hai, aliyekufa msalabani. Mungu ni Yesu Kristo. Kwa mwili ni mali ya Kristo. Lazima umtukuze Bwana katika mwili wako wewe. Haleluya. Mtukuze Bwana katika mwili wako. Hasa nikuulize, hivi hizo makeup, wanja, lipstick, wanja, heleni, pete, vipini, hivi zinamtukuza Mungu? Nakuuliza, hizo vitu zinamtukuza Kristo? Huo mwili ambao unautafua, je, unamtukuza Kristo kwa njia gani? Lazima utubu. Lazima uache. Hata kama pastor wako anasema kwamba haya yote ambayo naongea ni uongo, pastor wako siku ile hukumu hata kuepo. Kila mtu anasema kwa kula yake mwenyewe. Pastor hata kuepo. Hukumu ni kwa kila nafsi ambaye alisikia neno la Kristo. Mungu amekuonya. Soma neno la Kristo na uliishi. Upaswa kuishi hivi na hivi. Unamkosea Kristo uelewi. Mpokee Kristo na akusaidie. Na muulize, je, haya ni sahihi au sio sahihi? Soma neno la Kristo. Lipo wazi kwamba ninyi sio mali yenu wenyewe. Wewe sio mali yako. Uweze kujiramba unapotaka wewe. Lazima Mungu akuongoze. Lazima Mungu aongee na wewe. Na kuuliza, unapojipamba hivyo na kujiramba kama kahaba na maraya, hivi wewe mwili ni mali yako? I'm asking you. Unapojiramba hivyo na kujaribu uso, kujikoboa uso, kumbuka Mungu anatumba kwa sura yake mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa unaweka makeup, sasa una dhambi ya uongo. Kwa sababu makeup inaharibu uhalisia wa sura yako halisia. Unapokuwa unasuka nywele zako, unapokuwa unazipeka au unapaka dawa katika hizo nywele zako, unakuwa unaharibu ile asili, ile sura ya Mungu aliye hai katika maisha yako. Na hapo unakuwa unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo acheni kuharibu hekalu la Roho Mtakatifu ili mwingie mbinguni. Kama mtaacha, mbingu mtasikia tu. Mbingu hamtaingia. Natamka, mbingu hamtaingia. Kama huwezi kuacha mapambo, kujiremba, kujikoboa, na kupaka hizo siundo na ndo piku, na kwa mbingu hutaingia. Huwezi ingia mbinguni. Bwana anasema kwamba maana mmenunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ndugu yangu, Bwana alikununua kwa thamani. Kifo cha Kristo, kifo cha Yesu Kristo, kifo cha Mungu aliye hai, Bwana alikununua kwa thamani kupitia kifo chake msalabani. Amekununua, amekomboa kwa thamani sana. Sasa anakuagiza kwamba sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ndugu yangu, mwanamke, binti, vaa kwa heshima. Vaa nguo ndefu mpaka miguuni. Funika miguu hadi chini. Usiboke watu kama sura kama wewe mshamba. Wewe mshamba, lakini sio wewe mshamba katika kuzimu. Ni bora hii uwe mshamba duniani hapa, lakini mbingu ingie. Haleluya. Kwa usiogope mtu yote. Bwana amesema mtukuzeni Bwana katika miili. Kwa mwili wako utumie kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Katika mavazi unayovaa, vaa yako imtukuze Kristo. Sio vae alafu uanze unavaa kwa ajili ya kutamisha watu, kuvutia watu wa kutamani na kutongozi. Wewe ni kahaba na malaya. Lazima uvae kwa ajili ya kumtukuza Kristo, sio mwanadamu, ili umvutie, ili akutongoze. Wewe ni malaya, lazima uache.
Kama watch, mbingu itaisikia kwa jirani yako. I'm warning you na kuonya na kukanya. Mtukuze Bwana katika mwili wako. Vaa kwa heshima. Acha kujiremba, acha makeup, acha wanja, acha upuzo kila namna, acha uchafu, acha uongo katika makeup. Makeup ni sawa na dhambi ya uongo, maana inafuta sura ya Mungu na kwa uhalisia wa sura yako. Kwa hiyo ni uongo pia, dhambi ya uongo pia. Kwa hiyo jirekebishe njia zako. Mungu anataka akutumie katika viwango vingi, lakini mapambo yako. Kwa hiyo hata kama unasali, unafanya maombezo na kwamba mtu anapona, alafu muda huo umevalia mikufu, pete, makeup, wigi, unavaa swali unavaa nguo za kubana, anaweza kubana, alafu unasema kwamba naye Mungu kuponya miujiza sio sharagambo naye Mungu. Kama za Mungu zina kama juto. Ukimwacha Mungu anakuacha karama zake ambazo alikupa. Alafu siku ile ya hukumu na kwamba sikujua ndoka hapa. Kwa ni bora sasa hivi utubu mapema. Ukubali kupokea injili ya upanga, injili ya toba na utakatifu. Ili Bwana akutengeneze, akusamee, afute kila doa katika vazi lako. Alafu siku ile kuo usikose kwa jina la Yesu. Mungu akupe neema. Hekalu la Bwana ni mwili wako. Mtukuze Bwana katika mwili wako. Vaa vizuri, ishi vizuri. Penda kwa katika asili yako. Acha kujiongezea urembo. Huo ni umalaya na roho ya kahaba ya Jezebeli. Kwa mtafute Bwana kwa bidii na kwa juhudi. Bwana hata kuacha. Mungu akubariki sana. Na Mungu akupatie neema. Mungu akuhurumie sana. Naomba nikuombee napokuwa nikihitimisha hapa. Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, nakusi neema pekee kwa ajili ya watu ambao wanasikia injili takatifu, injili ya upanga kutoka kwa nabii wako Bwana. Yesu, nakusema wapatie neema, wapatie kibali, uweza, nguvu ya kuishi katika utakatifu na haki. Bwana, wapatie neema, miili yao itunze kama nyumba yako ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kifo chako kikabadilishe maisha yao. Bwana, kwa ajili kifo chako ukawaponya magonjwa yao kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, kwa ajili kifo chako ukawaponya magonjwa yao, dhaifu wao, ukawatakase katika jina la Yesu Kristo. Watakase Bwana wa watu. Ni mali yako Bwana, usiwache. Warehemu, wape neema ya toba na kukurudia Mungu wa Israeli katika haki hata mwisho. Katika jina la Yesu, wakawabariki katika baraka za kiroho za kutubu na kurudia Mungu wa Israeli katika haki. Wape neema na nguvu za kuishi maisha ya haki. Wewe Bwana, nakusihi katika jina la Yesu. Mungu mtukuze Bwana katika heri. Katika jina la Yesu tunaamini. Amen. Mungu akubariki sana. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844
735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.